Nam ni saa 3:30 majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio kwa ufupi na Radio 47, idhaa inayokuwa kwa kasi na iliyowekwa kwenye safu ya radio bora nchini. Karibu ni kupashe, jina langu ni Laktar David. Rais William Ruto ametangaza mageuzi makubwa ya sekta ya ulinzi binafsi nchini Kenya, akiagiza kufutwa kwa neno watchman kwenye nyaraka za serikali na kutaka waitwe maafisa wa usalama binafsi, yani private security officers. Agizo hilo lilitolewa wakati wa mkutano wake na maelfu ya walinzi hao katika ikulu ya Nairobi. Mageuzi makuu yakiwemo kupigwa marufuku kwa matumizi ya majina ya udhalilishaji kama watchman, maagizo kwa mashirika na wakala wa serikali kuwalipa walinzi hao mshahara usipungua shilingi 30,000 kwa wakati, vile utambuzi rasmi wa maafisa hao kupitia namba maalum za kikosi cha ulinzi zinazotolewa na mamlaka ya udhibiti wa sekta ya ulinzi binafsi PSRA. Agizo hilo linahalalisha na kuanisha mitaala ya mafunzo ili kuwapa umahiri na hadhi sawa na watumishi wengine wa umma. Namna tukisonga mbele ni kwamba tamasha ya 98 ya kitaifa ya muziki inaendelea katika chuo kikuu cha Kibabi kule kaunti ya Bungoma. Mashindano hayo yalianza mnamo Agosti 1 na yatakamilika Agosti 14 mwaka wa 2026. Yameleta pamoja zaidi ya wanafunzi 1140 kutoka kaunti zote 40. Kauli mbiu ya tamasha hizi ni kuimarisha uchumi wa ubunifu kupitia ujuzi, maarifa na uzalishaji wa kisanaa kwa maendeleo endelevu. Wanafunzi wanashiriki katika nyimbo, ngoma, densi, mazungumzo ya uigizaji na upigaji wa vyombo vya muziki. Ushindani mkali umeshuhudiwa huku siku za kwanza zikiwavutia maelfu ya watazamaji washiriki kutoka shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Wadau mbalimbali wamesisitiza umuhimu wa tamasha hizi katika kukuza vipaji na kuimarisha mtaala mpya wa elimu CBE. Wadhamini kama vile benki ya Equity wamejitokeza kusaidia na kuendeleza ubunifu wa vijana kupitia sanaa. Namna viwanjani ni kwamba mji wa Thika ulikuwa kitovu cha michezo nchini Kenya kwa kuandaa michezo ya kitaifa ya shule ya msingi upili muhula wa pili kuanzia Julai 31 hadi Agosti 6 mwaka huu katika shule ya M-Pesa Foundation, shule ya upili ya Thika na viwanja vingine. Mashindano hayo yalileta pamoja maelfu ya vijana walioshindana kwenye soka, raga, volleyball, ambapo Kakamega High School almaarufu The Green Commandos walinyakua taji lao la 13 la taifa baada ya ushindi mkali wa mabao 3-2 dhidi ya St Mary's Yala. Wakati huo katika soka ya wasichana, St Joseph's Girls Kitale waliibuka mabingwa wa soka upande wa wasichana, huku Butula Boys wakitawazwa mabingwa wa raga kwa kuwachapa Cardinal Otunga Mosocho mabao 26 kwa yai. Kwa upande wa wasichana, Kinale Girls walitetea taji lao kwa kuwafunga Kimobo Girls mabao 12 kwa 10. Na taarifa hiyo inatukamilishia matukio kwa ufupi na Radio 47. Usikose habari hizi na nyinginezo mida ya saa 4 zitakazoletwa kwako na mwanahabari mwenza Beatrice Maganga. Ili kupata habari zetu zinapochipuka moja kwa moja katika simu yako, tuma neno matukio kwa nambari 20374. Nambari ni 20374. Vile tembelea wavuti wetu wa www.radio47.fm usikilize na kutazama matangazo yetu, jue mengi kuhusu vipindi vyetu, watangazaji wetu wenye haiba na yanayojiri mitandaoni. Nimekuwa wako msomaji Laktar David. Sauti nzuri daktari. Ila nambari ya simu ni 24047 na ni neno habari. Ni mabadiliko yalokuacha.